Na mtazamaji bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea habari kuhusiana na moja kati ya story ambazo zina make headline leo. Ni takriban siku ya pili au ya tatu bwana, unaambiwa kwamba Wasukuma bwana wameamua ku shut down Dar es Salaam au Tanzania nzima, kwa sababu story ambayo ina trend sasa hivi ni kuhusiana na Wasukuma kutoka pande za Katoro huko mkoani Geita. Bwana, hawa jamaa bwana, kanda ya ziwa imetisha kweli kweli kutokana na moja kati ya harusi ambazo zimehappen hivi karibuni, ambayo imehappen pande hizo. Sasa ukisikia jeuri ya pesa au kufuru, ndo hicho ambacho amekifanya bwana huko bwana. Ni kwamba wakati mtoto wa tajiri wa kanda ya ziwa anaolewa, bwana, mambo yalikuwa ni moto kweli kweli. Kwanza kabisa bwana, ukumbi wenyewe ulikuwa ni wa kifalme. Ukiachana swala la ukumbi, kulikuwa kuna swala zima la msafara. Umeona bwana, yani katika hii harusi ya huyu mtoto wa tajiri huko Geita, ni kwamba kulikuwa kwanza kabisa kuna msafara wa magari aina ya Prado TX au bwana ma V8 ya kutosha, ndio ulikuwa msafara huo kuelekea katika send off ya huyo binti. Lakini ukiachana hivyo, binti bwana alitolewa nyumbani kwa bibi yake kupelekwa saluni na helicopter. Hebu fikiria, binti bwana ametolewa, yani imekodiwa helicopter kwa ajili tu ya kumsafirisha huyu binti asipate shida ya foleni katika siku yake special kabisa, wakati anaenda kufanyiwa send off. Lakini pia msafara wenyewe wa kuelekea ukumbini bwana uliongozwa na farasi, alafu nyuma ndo zikaja hizo V8 za kutosha na mambo mengine mengi sana. Lakini sasa jambo hili lilivyofika ukumbini, ndipo kufuru ilipozidi kuonekana. Bwana, huko Katoro Geita bwana, unaweza ukaambiwa kwamba wakaweza tena, kutokana na kwamba bwana, moja kwa moja katika venue yenyewe, yani ukumbini huko, ni kwamba Ali Kiba, moja kati ya wasanii legendary Tanzania, wasanii ambao wana historia ya kuwepo katika industry ya muziki wa Bongo Flava zaidi ya miaka 25, msanii ambaye sasa hivi ana utajiri, ana media, ana vitu kadhaa ambavyo anavimiliki. Lakini matajiri wa Geita katika harusi ya binti yao wakaamua kumuita wamlipe aje perform katika harusi yao. Sio jambo la kawaida kumuona mara nyingi Ali Kiba akifanya vitu kama hivi, lakini this time around dau ambalo Ali Kiba ameambiwa kwamba analipwa, ilibidi tu akubaliane na hiyo hali. Kwa hiyo moja kwa moja ameenda kuperform. Baada ya performance ya Ali Kiba, matusi ndipo hapo sasa kaanza kuonekana kwenye swala zima la mchango, swala la kutoa zawadi. Zawadi bwana ulikuwa ni mchezo wa pesa, hakuna mtu anayekuja kutoa wala nini, ilikuwa madolari bwana, yani ilikuwa ni madolari mwanzo mwisho. Na sio tu madolari, ni kwamba pia vile vile bwana tulishuhudia noti za 10,000 za kumwaga. Yani kwa kifupi ni kwamba mtu ambaye ametoa hela ndogo alikuwa ametoa 200,000, lakini zaidi ya hapo ilikuwa ni mamilioni ya mafedha yalikuwa yanatolewa. Bwana, familia kamati kwa ujumla wametunza takriban bilioni 1 na milioni 400 za Kitanzania kwa ajili tu ya hawa maharusi, kwa ajili ya kuanzia maisha. Yani huyu jamaa ambaye ameoa hapa bwana, kwa kifupi ni kwamba yuko settled, kwa sababu kutumia bilioni sio jambo dogo. Bilioni 1.4 unaweza kutumia 70,000 kwa kila siku, ukaishi kwa muda wa miaka 56 bila kuijua shida au ziki ya fedha. Hiyo ni kwa calculation za haraka haraka bwana, unaambiwa hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Sasa Paul Brand bwana, huyu ndio chawa wa kanda ya ziwa, wanamuita hivyo bwana, ni kijana mjanja kwelikweli huko mitandaoni. Amejitokeza na kuipromote hii harusi huko katika mitandao ya kijamii, na ndio ikapelekea kutrendi almost siku ya tatu leo. Bado hii ni moja kati ya talk of the town kwa sasa hivi bwana. Ukizungumzia watu wa Katoro unajua kabisa kwamba unazungumzia mabilionea. Mambo mengi sana yameibuka bwana baada ya ndoa hii. Maana kwanza kabisa Paul mwenyewe ameelezea kuhusiana na jinsi ambavyo walivyokuwa wanatunza fedha na mambo mengine mengi. Nataka usikilize baadhi ya matukio ambayo Paul ameripoti, maana yeye alikuwa ni moja ya watu ambao walikuwa wamealikwa katika harusi hiyo. Kutana yule binti aloisimamisha Kahama. Yani huyu ndo baba yake akasema kwamba mwanangu, siku unaolewa nitakuonesha ufahari, nitakuonesha ukubwa ulionao. Mambo umependeza. Unajisikiaje harusi yako kuwa namba 1 zaidi? Kwa sababu ndo namba 1 kanda ziwa, hakuna nyingine, hakuna nyingine. Unajisikiaje? Najisikia vizuri. Nadhani umemsikia hapo mtoto wa tajiri mwenyewe, hana maneno mengi, anakuambia anajisikia vizuri kuona kwamba harusi yake imefana na imekuwa ya kihistoria kutoka pande za kanda ya ziwa. Lakini pia vile vile Paul bwana ameripoti pia kuhusiana na baadhi ya matukio mengine ambayo yalikuwa na happen katika ukumbi. Kabla Daudi, kamati hii imekusanywa na kualikwa na ndugu yetu Mzee Buyamba.
Ni shilingi za Kitanzania. Mheshimiwa Mgisha laki tano, barikiwe. Ruzi enzi matalaga tu. Abduli walizaliwa hapa laki tano. Sawa ni mali mtukufu baba. Milioni moja. Baba moja laki tatu, barikiwe. Masunga Mashauri laki tano. Mzee Tandula Mashauri laki tatu. Manuni Genge laki tano. Mzee Waziri Jodi laki sita. Gitu Ngara milioni moja. Mchungaji Didas laki tatu. Ubariki sana pasta. Msamila laki mbili. Chimande Msamila. Nyama Zefania Mabadiani laki tano. Salanga Jofu mwasibu wetu. Mwasibu wa bilioni moja laki mbili. Clementi Samia. Nyuma Mahuma wa Geita laki tano, barikiwe. Kamage pesa, shikilia pesa boga. Milioni mbili Kamage, ubarikiwe sana. Tunakushukuru. Emmanuel Kapsuku laki mbili. Sogea Kishushu Mundala wa Kahama laki tano. Tumkundaya laki tano. Mwanangaba Ruben Magashi laki mbili. Mazuni na kwemu bado na zeshaki. Mzee Migwata Erasto wa Geita laki tano. Mteule laki tano. Mteule barikiwa sana. Fadhili Tumaini milioni moja. Fadhili Tumaini zawadi. Bunga Dadu Gakala wa Masumbwe laki tano. Mzee Kune Simba laki moja. Laki mbili. Laki tatu, ubarikiwe. Mkurugenzi wa Kishepo Investment Matani milioni moja, ubarikiwe sana. Kutoka Kakola Msamramba laki moja. Sogea Lecho MC Lecho wa Simiu laki moja. Mama Manyota laki tano, ubarikiwe. Paulo Machini tajiri kabisa laki mbili. Sogea Robert Kasuku laki tano, barikiwe. Masele Masunga laki moja. Sogea Maiza sijakuona. Shida Kaparatus laki moja. Sogea David Masunga bwana harusi mtarajiwa laki mbili. Mzee Idi Mnene milioni moja. Mzee Malongo Simbayo wa Simiyu laki mbili. Nyarandu laki moja. Mbigo Jeyara laki moja. Angilia Ndutule wa Geita laki mbili. Masunga Hoyero Masunga laki mbili. Peter Limila Yaani hapo kwa kifupi ni kwamba mchezo wa hera bwana kuishia hapo, ilikuwa ni yani kwa kifupi ni kama walikusanya takriban kama milioni 300 hivi kwenye swala zima tu la pesa hizo kuchangia hapo kama zawadi. Lakini pia haikuishia hapo, ni kwamba kamati sasa ikaja ikatoa bilioni 1 na milioni 400. Sikiliza hapa balaa lilotokea wakati kamati inajikomiti kutoa hizo fedha, maana walitoa cheki ya CRDB yenye thamani hiyo ya bilioni 1 na milioni 400. Ni shilingi za Kitanzania. Zawadi inakabidhiwa ya kamati hapa Katoro. Bilioni moja. Bilioni moja. Oh my God. 1 bilioni haijatokea. Kweli. Stop. Bilioni moja. Na milioni 4 tu. Makofi mengi na kamati makofi. Inageuza. Bwana ni bilioni 1.4 imetolewa na wanakamati zawadi kwa wanandoa. Lakini pia moment ilivyofika bwana King Kiba aliingia ukumbini kwa ajili ya kuperform. Huyu hapa Alikiba aliingia katika shughuli kubwa ya kitajiri hapa Katoro kwenye harusi ya Chiese. Kuna nafasi kidogo. So kwa kifupi ni kwamba hawa jamaa bwana wa Katoro Geita wameweka heshima kweli kweli. Sasa watu wanafikiria kwamba je, nani atakuja kuvunja rekodi ya harusi ya thamani kiasi hiki? Bwana, weka maoni yako. Tuna habari nyingi sana, kuna drama nyingi mno zimeibuka kufuatia kwa tukio hili. Endelea kuwepo hapa, stay tuned Trend TV. Weka maoni yako katika comment section na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.